Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matamani yetu mpo salama salimini, hivyo mkaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza ya hii leo tariki 2 mwezi wa 4 April mwaka huu wa 2026. Matamani yetu mpo salama salimini, hivyo mkualike kuwa nami ama kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanzie huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mchambuzi wa masuala ya kisiasa amesema viongozi hawatengenezwi wanachaguliwa na Mungu. Chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi ulioelimika, viongozi wa FCC wameonekana mshiko wao ukiporomoka baada ya miaka 18 ya kupuuzwa. Vyuo vikuu, hospitali na viwanja vya ndege hatimaye vinazaliwa upya. Taifa ilinuka tena likipata tena heshima na fahari yake. Ilikuwa imetengenezwa kwa ukufuzu kihistoria kwa kombe la dunia baada ya kusubiri kwa miaka 52. Tukiwa tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya Jumanne hiyo jana, juzi Machi 31 mwaka huu 2026, naibu waziri mkuu na waziri wa uchuruzi, mawasiliano na maendeleo vijijini Jean Pierre Bemba walimpokea mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti wa ukandarasi mdogo katika sekta binafsi RCP Miguel Kashal Katembo na rais wa shirikisho wa makampuni ya Kongo FEC Robert Malumba Kalombo. Majadiliano yalilenga utumiaji mkali wa amri uliosainiwa mwaka wa 2025, ikisema kwamba mtu au kampuni yoyote inayotoka kusafirisha au kuagiza bidhaa kwa njia ya barabara lazima itoe kipaumbele kwa wabebaji wa Kongo, haswa katika mnyonyoro wa usambazaji wa madini. Hata hivyo, utekelezaji wake unahitaji hatua za ziada ili kuimarisha utekelezaji. Kwa lengo hili, pande zote zilikubaliana kuanzisha mfumo mkali wa ufuatiliaji ili kuhakikisha kufuata kanuni na kuhakikisha athari halisi na zinazoweza kupimika. Tukiwa tu nchini DRC, maandalizi ya taratibu yanaendelea kwa ajili ya uzinduzi wa toleo la 3 la jukwaa la uchumi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola Jumatano huko Kinshasa. Washiriki wengi walihudhuria tukio hili kubwa kwa ajili ya kushiriki na kubadilishana mawazo kuhusu fursa za ujumuishaji wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi hiyo ya DRC. Mkutano huo ulilenga mada kuu ya jumuishaji wa kikanda na maendeleo ya biashara ya mpakani. Unalenga kuimarisha mafanikio ya matoleo ya awali, kusamini maendeleo yaliyopatikana na kupendekeza hatua za uendeshaji ili kuimarisha ujumuishaji wa kiuchumi wa kikanda na maendeleo ya biashara ya mpakani. Hasa unalenga kuunda mapendekezo yanayofaa kushughulikia changamoto zinazoendelea, kuboresha mifumo ya kuwezesha miamala ya kifedha kati ya nchi hizo mbili, kukuza urasimishaji wa biashara, kupambana na magendo na kuhimiza maendeleo ya ushirikiano kati ya uendeshaji wa kiuchumi. Kutoka barani Afrika twende huko Ubelgiji. Wakongo wengi kutoka ughaibuni huko Brussels, Ubelgiji walisherekea kwa furaha ushindi wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya Jamaika Jumatano usiku na kupata kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu wa 2026. ACP iliona kilele
za furaha, nyimbo, densi na kupeperusha bendera za Kongo zilijaa hewani, huku Wakongo kutoka sehemu mbalimbali za Brussels wakimiminika katika kitongoji cha Matonge kusherekea kufuzu huku wa kihistoria kwa DRC miaka 52 baadaye. Mazingira yalikuwa ya umeme, oni na magari zikilia vuvuzela zikilia na mahadhari ya shangwe, alieleza mwandishi wa habari wa ACP kwenye eneo la tukio. Leo ukurasa huu mpya katika historia unaashiria sio tu mafanikio ya michezo bali pia chanzo cha matumaini na umoja kwa taifa nzima, alisema mfuasi mmoja wa Kongo. Nchini DRC, raia bado wanaendelea kusherekea ushindi wa timu yao ya Leopard iliyofuzu kushiriki mashindano ya kombe la dunia kufuatia ushindi wa bao moja dhidi ya sufuri dhidi ya Jamaika mjini Bukavu. Wakazi pia wamesherekea. Twende kwenye habari za migogoro ama siasa. Tukiwa tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita katika Kivu. Wawekezaji wa Marekani kwa usaidizi wa Marekani wanatafuta kuanzisha eneo lililoegemea upande wowote wa kijeshi kuzunguka kituo hicho. Ombi hili ambalo linachukuliwa kuwa muhimu na wafadhili ili kuhakikisha usalama wa fedha zao kwenye mpaka wa DRC na Rwanda na Burundi linakataliwa na Kinshasa na naibua maswali kuhusu uhuru wa kitaifa wa Kongo. Urusi imeitaka Ufaransa kumwachia huru Anna Novikova mwenye uraia wa Urusi na Ufaransa ambaye Paris ilimkamata mwaka jana kwa tuhuma za ujasusi. Kulingana na uendeshaji mashtaka wa Ufaransa, Novikova aliwasiliana na maafisa watendaji wa kampuni za Ufaransa akiwa na lengo la kupata taarifa kuhusu maslahi ya kiuchumi ya Ufaransa ili kuzitoa kwa nchi za kigeni. Mamlaka ya Rwanda yanapongeza Leopard kwa DRC. Kufuzu kwa Kongo kwa kombe la dunia la mwaka huu 2026 kunazidi mambo ya riadha tu na kuwa swala la nguvu laini la kikanda, ingawa changamoto za usalama zinabaki kuwa ukweli muhimu kwa Kinshasa na Kigali. Matakwa yalitolewa kwa Leopard kwa safari yao Amerika yanaonyesha nguvu ya kuunganisha ya mpira wa miguu. Ishara hii, ingawa ni ya mfano, inatumika kama ukumbusho kwamba mafanikio ya taifa katika jukwaa la dunia wakati mwingine yanaweza kuheshimiwa na kutambuliwa na majirani zake muhimu. Jeshi la Mapinduzi ya Iran IRGC imesisitiza kwamba ndilo linalodhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, linasema alitowafungulia maadui za Iran mlango huo. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian leo Jumatano ameomba mazungumzo ya kusitisha mapigano. Kulingana na Trump, Washington itakubali tu wito wa Iran iwapo mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa, la sivyo hakuna mazungumzo. Kiongozi wa kiroho wa Iran Mujtaba Khamenei amewasifia wapiganaji wa Hezbollah kutoka nchini Lebanon kwa kuishambulia Israel, akiapa kwamba Iran itaendelea kuwaunga mkono. Khamenei ameandika ujumbe wa kuwasifia Hezbollah kwenye ukurasa wake wa Telegram. Hajawahi kuonekana hadharani tangu uteuliwa kwenye hifadhi huo kumrisi baba yake aliyeuawa kwenye mashambulio ya Marekani na Israeli. Tukirudi DRC, Kalembe Masisi, wafanyakazi wawili wa kutoa misaada wamekamatwa na AFC M23 ama waasi wa M23 waliungwa mkono na nchi ya Rwanda, akiwemo nesi aliyejeruhiwa akiwa
wamepelekwa mahali pasipojulikana. Jamii ina wasiwasi na inatoa wito wa kuachiliwa kwa haraka kwa watu hao. Tukiwa tu DRC, licha ya hali ya usalama katika eneo letu, wamekuwa na msimamo mkali kwa Leopard, timu kutoka nchi yao ya kuzaliwa au eneo ambalo wameunga mkono tangu utotoni. Ongera kwa Leopard kwa kufuzu huku kunastahili, na kila heri kwa kombe la dunia la mwaka huu 2026 nchini Marekani. Kwa mwisho, kuzindua upya kwa operation ya kurejesha silaha haramu kupitia mpango wa Motisha kulipendekezwa Jumatano ili kupambana na ukosefu wa usalama huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakati wa mahojiano na ACP, shirika la vyombo vya habari la Kongo, na naibu wa mkoa, kwa kuzingatia kuibuka tena kwa vitendo vya ukosefu wa usalama wakati mwingine vinavyofanya mchana kweupe, kwa nini tusifunge upya operation ya kurejesha silaha haramu kupitia mpango wa Motisha unaoruhusu wamiliki wa bunduki kusalimisha silaha zao kwa hiari baada ya fidia ya kifedha dola 200.30 au hata milioni 1, alitangaza Ronald Kisamba, naibu wa mkoa aliyechaguliwa kutoka jimbo la Bumbu. Angola iliangazia mageuzi ya kimuundo yaliyofanywa ili kuboresha mazingira yake ya biashara na kuvutia wawekezaji siku ya Jumatano huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jukwaa la 3 la uchumi la DRC na Angola, ikisisitiza utulivu wa uchumi mkuu uliorejeshwa nchini na ukiukwaji katika sekta isiyo na mafuta. Tumefanya mfululizo wa mageuzi ya kimuundo yanayolenga kuleta utulivu katika uchumi wetu na kuboresha mazingira ya biashara, alisema Jose de Lima Masan, waziri wa nchi wa uratibu wa uchumi wa Angola. Hapa kuna orodha ya muda ya wagombea waliokubaliwa kwa nafasi ya makamu wa pili wa rais wa Seneti, Mheshimiwa Bakele Meso Mariane, lakini pia Mheshimiwa Basengezi Kantitima Norbert. Taarifa ya mwisho ni kwamba naibu waziri mkuu anayehusika na uchumi wa kitaifa aliwataka waendeshaji wa uchumi Jumatano kuchukua jukumu la kuongeza katika kutambua fursa zinazotokana na jukwaa la 3 la DRC na Angola ambalo alifunguliwa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikisema kwamba ukuaji unategemea kwanza kabisa kujitolea kwa sekta binafsi. Ni wajasiriamali wanaoleta fursa maishani, kuunda ujasiri ama utajiri na kuchochea ukuaji, ilitangaza Daniel Mkoko Samba, naibu waziri mkuu wa uchumi wa kitaifa. Na ndugu wapenzi watazamaji wa Kwetu News 24, nasema asante kwa nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya Kwetu News 24 awamu yake ya kwanza. Hivyo baki nasi ili uzidi kuhabarika vya kutosha, ndugu mpendwa mtazamaji, na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia barani Afrika na duniani kote. Hivyo nikualike uende kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo nikisema chao chao.